Lakini nimepokea na kero zingine ambazo na zenyewe ni lazima nizitolee maelekezo. Na mkurugenzi wa jiji yuko hapa. Mkurugenzi wa jiji yuko hapa. Hebu tuambie, mkurugenzi, kuna ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari Chongoleani. Mmepokea fedha tangu tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025, mwaka sasa. Hamjaanza ujenzi na fedha hizo zipo kwenye akaunti. Mnataka kuzifanyia nini? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nikuhakikishie kabisa katika shule ambazo viporo tulikuwa navyo sisi ni Kange Kasera na shule ya sekondari Chuma ambayo iko upande wa kushoto kwako. Watu wa Chongoleani wanaendelea na kazi, walichelewa kutokana na sababu mbalimbali zilizowapelekea wakuu wa shule na wale wasaidizi wao kuhamishwa. Kwa hiyo ni shule ambayo ina changamoto ambazo zingine siwezi kuzieleza hapa hadharani, nisamehe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini kwa uwezo wangu, taaluma yangu, siamini kama tutashindwa kumaliza kwa wakati shule husika. Naomba radhi sana. Ujenzi wa matundu ya vyoo, mmepokea fedha tangu tarehe 3 mwezi wa 4 2025 mpaka leo. Fedha mnazo na vyoo hamjajenga. Mnataka kuzipeleka wapi fedha hizo? Watoto wanahangaika vyoo na fedha mnayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa muda niliopo, nina mwaka mmoja na miezi miwili, nimekuta viporo mbalimbali 96 vya mwaka 17, 18 na 19. Kwa hiyo tulipelekea juhudi kubwa kumaliza viporo hivyo 96 vinavyogharimu zaidi ya bilioni 17. Uko peke yako? Hapana, siko peke yangu kwa sababu ni viporo vya zaidi ya miaka 6. Mnakuaje na viporo na kila siku mko ofisini? Kila siku mko ofisini, shule ziko mwendo wa kutembea kwa miguu, fedha mmeshaletewa. Wako wapi hao watu wako mnaofanya nao kazi? Naomba afisa elimu. Nani anayesimamia hivi? Yuko afisa elimu kwa kisa. Yuko wapi? Yuko wapi yule anayesimamia hivi? Asante Mheshimiwa Waziri. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni kwamba tunapotangaza kwenye mfumo wa NeST, waombaji wanachelewa. Tunaweza kutangaza mara ya kwanza hakuna anayeomba, mara ya pili hakuna anayeomba. Kwa hiyo changamoto ni kubwa katika uombaji wa kazi hizi. Asante. Kwa hiyo tatizo hilo liko Tanga tu. Mbona kwingine sijakuta fedha zimekaa mwaka mzima na hazijafanya kazi? Mheshimiwa Waziri, ni mnakwenda ofisini mwaka mzima, watoto wanakosa matundu ya vyoo, tunakosa matundu ya vyoo kwenye shule zetu na fedha mnayo. Lawama zinapelekwa serikalini kama vile serikali haijali watoto, kama vile serikali haijaleta fedha. Na ninyi mnatoka mkanda nje, mmependeza, watoto hawana matundu ya vyoo. Hii shule iko wapi? Ni waelekeze watoto hawa wote wakajisaidie kwenye ofisi ya afisa elimu na ya mkurugenzi. Mnakaaje na fedha mwaka mzima? Matundu ya vyoo, matundu ya vyoo. Mko serious? Matundu ya vyoo na fedha mnayo? Waziri, fuatilia hii taarifa wanayoisema. Fuatilia hii taarifa wanayosema, ukikuta wamedanganya chukua hatua. Huu uzembe ndio uzembe ambao hatutaki watumishi wetu waendekeze kwenye maeneo. Fuatilia, ujiridhishe na hii taarifa inayotolewa. Ukikuta wamedanganya, huu ni uzembe ambao hauvumiliki, chukua hatua.
Na nirejee, nimesema na pale Mkinga, hii habari ya shule haina matundu ya vyoo, nimesema kabla bajeti hazijapita, halmashauri zote, na nimesema waziri waandikie barua kabisa ili iwe kwenye kumbukumbu, halmashauri zote, majiji, manispaa, wanapoandaa bajeti hizi, sitaki kusikia baada ya miezi 6, sitaki kusikia habari ya shule haina matundu ya vyoo. Hatuwezi tukawa nchi inayojenga miradi mikubwa ya kielelezo ambayo nchi zote za Afrika zinaiga mfano Tanzania, alafu tuwe na halmashauri tuna watu wana fedha ya matundu ya vyoo wamekaa nayo, kwamba watoto wanakosa vyoo. Haya mambo ya ujima, haya mambo ya zama za mawe. Tukishamaliza miezi 6 hiyo na bajeti hiyo ikafika, eneo lolote nitakalosikia taarifa ya halmashauri, shule, zahanati, kituo cha afya hakina matundu ya vyoo, mkurugenzi na wataalamu wako mtakuwa mmeshashindwa kazi katika eneo hilo. Hatuwezi kuwa na wataalamu wanaoshindwa hata kujenga matundu ya vyoo.